Sasa mwaka wa 1927 kwenda 28 ndipo alipojitokeza mtu anaitwa Hasanul Banna As-Saati, Misri. Huyu kwa mwalimu wa shule sehemu ya mkoa mmoja kiitwa Al-Buhaira, akaanzisha chama cha Kiislamu kinaitwa Al-Ikhwan Al-Muslimin. 1927 mbegu ya Ikhwan Al-Muslimin ikapandwa huko Al-Buhaira. Kisha mwaka 1928 katika mwezi wa Novemba tarehe 8 Hassan al-Banna alihamia Cairo, kwa akaendeleza harakati zake pale mpaka kuuawa kwake. Alipouawa tarehe 12 Februari mwaka 1949 aliuawa, tengenezewa ajali akauawa Hassan al-Banna rahimahullah. Nafasi yake ikachukuliwa na kiongozi wenyewe, na kiongozi wao anaitwa al-Murshid al-Am, anaitwa Hassan al-Hudhaibi, ambaye alichukua nafasi ile kutoka kwa Hassan al-Banna. Sasa hawa bwana kwenye chama chao kile, maana tusijadili watu binafsi wao walivyo, jadili ile misingi yao walioisimamia wao wenyewe. Asili kama Hassan al-Banna ni mtu msufi wa tariqa ya Shadhiliya, sufi, tariqa yake ni tariqa ya Shadhiliya. Ukihudhuria katika mawalid na kadha wa kadha, na wana maneno mengi ambayo si sawa, lakini chama kile kikajengwa katika msingi ambao ni kinyume na msingi wa alwala walbara. Hawana alwala walbara, yani kuwa wapendana kwa ajili ya dini na kuchukiana kwa ajili ya dini. Msingi huo haukuwepo, na ndio maana ndani ya chama chao walikuwa mpaka Wakristo, lakini chama cha kurudisha ukhalifa, hata kurudisha khilafa ya Kiislamu iliyopotea, lakini mpaka Wakristo wao. Na amezungumza wazi kwenye baadhi ya vitabu vyake kwamba sisi uadui wetu na Mayahudi sio uadui wa kidini. Fa uqarridu anna khusumatana lilyahudi laysat diniya. Sasa mimi nathibitisha ya kwamba uadui wetu na Mayahudi si uadui wa kidini. Umeelewa? Na haya kusema kwamba walikuwepo Wakristo yanathibitishwa na Dr. Abdul Fattah Mahmud ambaye ni mwenzao. Ana kitabu kinaitwa Tasawwur al-Ikhwan al-Muslimin lilqadhiyyah al-Filistiniyya, kwenye ukurasa wa 23 ameweka wazi, asema walikai yudallil al-ikhwan al-muslimun ala adam ta'assubihim ashraku ma'ahum fi 'udwiyyah al-lajnah as-siyasiyyah at-tabi'ah lil-ikhwan al-muslimin والتي أنشئت في عام 1948 ميلادية 2 من النصارى. anasema kwa ajili ya kuthibitisha au kutoa dalili kuwa ikhwanul muslimun hawana taassub, hawana ubaguzi, wamewashirikisha katika wanachama wa kamati ya siasa iliyo chini ya chama cha Ikhwanul Muslimin, kamati iliyoanzishwa mwaka 1948 miladi, imewashirikisha Wakristo wawili, wakawaingiza katika ile udhuia wao, katika wanachama wao. Na wao watafuta dola ya Kiislamu, watafuta dola ya Kiislamu, lakini wale wanachama wa kamati ya juu kabisa ile, kamati kuu, wako Wakristo wawili. Chama hiki kikabeba mirengo miwili mikuu. Mrengo wa Hassan al-Banna, huyu kiongozi wao wa kwanza. Mrengo huu ulikuwa unaelekea katika mitazamo ya kisufi zaidi, kama anavyoongoza Hassan al-Banna As-Saati, ambaye yeye alikuwa ni muridi wa tariqa ya Shadhiliya. Na wafuasi wengi katika wenye mrengo huu
utaona ni masufi wa tarika za kisufi mbalimbali, lakini wamo pia mashia ndani yake. Alkadhalika wanaharakati wengi ambao wamejificha nyuma ya pazia la umoja wa Waislamu huo ujikubika katika jambo hili. Utaona kwenye maulidi, utaona wapi. Yeye Hassan al-Banna mwenyewe alikuwa kina maulidini na wakiimba kasida zao, wanasoma kasida hadha alhabib ma'a al-ashabi qad hadara wa samaha al-kull fi ma qad madha wa jara. Unasema sasa Mtume swalla sallam amehudhuria, huyu kipenzi Mtume swalla sallam pamoja na maswahaba wamehudhuria, na sio wamehudhuria tu, wamewasamehe watu wote madhambi yaliyopita. Na kasida wanakuwa wakizibu na wanayanakili kwenye vitabu vyao, si jambo kwamba ati wamezuliwa. Vitabu vyao vimesamehe. Sasa anayesamehe dhambi nani katika Uislamu? Wama yaghfiru dhunuba illa Allah. Kwa hiyo wako watu wa mrengo huu. Alafu kuna mrengo wa pili wa kikutubia wa mtu anaitwa Sayyid Qutb. Huyu ndiye mwanafikra wa pili katika jamaa hili, nafasi yake nafasi namba 2. Bwana huyu alizaliwa 1906 akafariki mwaka 1966 kwa kunyongwa. Alikamatwa mwaka 54 akahukumiwa, akakaa yuko ndani mpaka mwaka 64 akaachiwa kwa sababu ya Sayyid Qutb. Huyu alikamatwa mwaka 54 kwa sababu kuna mapinduzi waliyapanga yakafeli. Yalipofeli Sayyid Qutb Ikhwan Muslimin walipanga mapinduzi ya kuipindua serikali, ndio sera yao, yakafeli yale. Yalipofeli mapinduzi yale, katika waliokamatwa ni yeye. Tangu mwaka 54 mpaka mwaka 64 rais wa Iraq Abdul Salam Arif akamwombea, mwachieni bwana. Alimwombea kwa Gamal Abdel Nasser, akaachiwa, kisha akarudishwa tena jela. Mwaka 66 akahukumiwa kunyongwa, akanyongwa rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo kuna mrengo wa pili. Mrengo huu ni mrengo uliokaa kigaidi zaidi, unaongozwa na fikra za mwanaharakati huyu, na chini ya fikra zake pamezalikana makundi mengi ya kigaidi kama vile Al-Qaida, Daesh, ISIS wale na makundi mengine ambayo hujiita kwa majina mbalimbali, na wengine wakajiita salafia pia, salafia jihadia, salafia qitalia, lakini wanajificha tu. Wao ni maikhwani katika mrengo wa nani? Wa Sayyid Qutb. Masala ya kuleta fikra ya takfiru almuslimin wa kufurisha waislamu bila ya hatia wala kuzingatia vigezo, sio manhaji ya ahli sunna wal jamaa. Kwa miongoni mwa mifumo yao ambayo imekhalifu ni hili la kuwakufurisha waislamu kiholela, kuanzia watawala na raia wao. Yule kafiri tu, za Kiarabu hizo makafiri tu, au wanafiki hao. Hizi lugha zipo katika midomo ya watu walio kinyume na manhaji ya salaf, lakini zimerithiwa kutoka kwenye vyama hivi na wanaharakati mbalimbali duniani. Kwa miongoni mwa fikra ya Sayyid Qutb ambayo ni kinyume na itikadi na msimamo wa ahli sunna wal jamaa ni kuwakufurisha watu bila ya kuchunga kanuni za kisheria, na hilo limetolewa ushuhuda na baadhi ya wanaharakati wakubwa wa kundi hilo kama vile Dr. Yusuf al-Qaradawi kwenye baadhi ya vitabu vyake, na vipo kwenye maktabati, vipo hapa aulawiyat al-harakat al-islamiyya fi al-marhala al-qadima fi ukurasa wa 110 amelieleza, asema fa fi hadhihi al-marhala ظهرت كتب سيد قطب التي تمثل المرحلة الأخيرة من تفكيره التي تنضح بتكفير المجتمع. maelezo yanasema hivi katika tafsiri yake, katika kipindi hiki, kwa sababu bado alipokuwa kwa gerezani alikuwa bado anaandika vitabu. Katika kipindi hiki vimedhihiri vitabu vya Sayyid Qutb ambavyo ndivyo vinavyoelezea kipindi chake cha mwisho cha fikra zake, vitabu ambavyo kufurisha mujtamaa jamii ya Kiislamu, wa i'lan al-jihad al-hujumi ala an-nas kafa, na kutangaza jihadi ya kuwashambulia watu wote. Anaeleza mpaka mwisho akasema pia vitabu hivyo vinatangaza jihadi ya kuwashambulia watu wote. Maana alikuwa anaelekeza kabisa watu wakalipue daraja fulani, wakalipue kituo kikuu cha umeme, wakalipue mahali fulani, kama alivyotoka yule askofu yule
kwamba si vitu vya lake oil lipua, basi vitabu vya Said Qutb vilikuwa hivyo hivyo, ili kukata mawasiliano, kuvunja, kuharibu miundo mbinu, nchi ipinduliwe. Kuna mmoja anaitwa Farid Abdul Khaliq, mmoja katika viongozi wa Ikhwan al-Muslimin, kwenye kitabu chake Al-Ikhwan al-Muslimin fi Mizan al-Haq kwenye ukurasa wa 115 pia ameyathibitisha haya kwamba fikra za kuwakufurisha watu zimeanza kwa baadhi ya vijana wa Kiikhwan katika magereza ya Qanatir mwishoni mwa miaka ya 50 na mwanzoni mwa miaka ya 60, na wao waliathirika na fikra za Said Qutb na uandishi wake, wakashikamana nayo, na miongoni mwa hayo ni kuwa jamii yote imo kwenye jahilia. Nimeleta kwa Kiswahili ili kufupisha muda, lakini yako Kiarabu chake kwenye kitabu nilichokitaja. Inna nash'ata fikrati at-takfir bada'at fi ba'd shabab al-ikhwan fi sijn al-qanatir fi awakhir al-khamsinat wa bidayat al-sittinat wa annahum ta'atharu bi fikri Sayyid Qutb wa kitabatihi ila akhir kalam. Wameathirika na nani? Na Sayyid Qutb. Kwa hiyo ukitazama hii jamaa ambayo ni jamaa ya jamaatul kundi mama, na kweli ni mama, limezaa vifaranga vingi lakini vya shari katika umma wa Kiislamu. Vyote hivyo vimekhalifu njia ya as-salafu salih, vyote havikuwa katika msimamo wa sawa. Sasa fikra hizi ambazo ni kinyume na manhaji ya salafu salih zimeenea katika nchi mbalimbali za Kiislamu na zikafanya yale yaliyosisiwa na waasisi wao. Katika moja ya nchi ambazo ziliingiliwa na fikra hizi ni Sudani, zikiongozwa na mtu akiitwa Hassan al-Turabi. Hassan al-Turabi alishawahi kuwa spika wa bunge, ndio alikuwa munadhim kwa tiketi ya Ikhwan al-Muslimin ndani ya Sudan, na yeye ndiye aliyepelekea kupinduliwa kwa Jaafar al-Numair ili watawali maikhwan. Yule Bashir, Omar al-Bashir, yule ni maikhwan Quh, ameongoza miaka 29 katika nchi yake. Simnanielewa? Lakini wanaojua Sudani, ili kuonyesha kwamba maikhwani tauhidi sio agenda yao ndani ya Sudani, ilifikia hirizi za uzo sokoni. Utakailizia nini? Tumbo hii hapa shilingi 10,000 iko sokoni. Si maneno, walioishi Sudani walilijua hili, na mambo mengi wamefeli kiuchumi, wamefeli kisiasa. Wale wanaharakati wote wa ovu wanawaficha wao na kuleta maendeleo, na pia akaligawa taifa kwa ukabila. Haya yanayotokea sasa hivi, hawa wakina aitwaje huyo Burhani na yule mwingine, hii vita inayoendelea kwa sababu ya yule dada alishawishi yule. Mkumbuka kuna dada mmoja Msudani ndio alichochea ana jina lake nilisahau, Allahu musta'an. Huyo kijana huyo kule Darfur hajasoma, na kazi yake ilikuwa yeye, maana ilikuwa ni katika maharamia wanaozuia watu njiani. Sasa alikuwa na ushujaa sana. Watu wakitaka kusafirisha misafara yao labda kupeleka Chad au wapi, mnamtafuta yeye na kundi lake, wanawavukishia wanyama wenu, kama ni mbuzi 3,000, kama ni ngamia. Ni mtu katili. Sasa maeneo ya Darfur ni katika maeneo yaliyotupwa sana, alafu ya kikabila zaidi, baina ya wenyeji na wageni, wakipigana, wakiuana na kufanya. Sasa Omar al-Bashir akamchukua yule mtu mara kadhaa, mpaka akampa vyeo, mpaka akafika daraja ya jenerali Sunani, hadi asoma darasa moja, yani nje utaratibu, ili amlindie maslahi yake. Alhasil, hiyo vita inavyoendelea inaanzishwa na dada mmoja huko, huona dada yao pia wa taifa huko, kati ya maneno hajulikani sasa hivi iko wapi, lakini mauaji yanayoendelea Sudani ni aina yake. Tuliacha jambo hili, lakini katika nchi zilizoingiliwa na Jamaatul Ikhwan al-Muslimin kwa nguvu ni Sudani, pia Misri yenyewe wakafanya mapinduzi kipindi kile, katika kipindi cha Rabiul Arabi wakampindua nani? Muhammad Husni Mubarak. Sawa, nchi ikapinduliwa, matatizo mengi yakajitokeza, wakaingia kwenye uchaguzi. Muhammad Mursi akamathili tiketi kwa tiketi ya chama cha Al-Ikhwan al-Muslimin, wakashinda. Sasa fuatilieni tu alifanya nini kwenye kipindi cha utawala wake mfupi. Jambo la ajabu kabisa, mambo ya ajabu sana.
lakini akaja akapinduliwa. Sasa hivi rais ni Abdul Fattah Sisi, si ndio hivyo? Pia katika nchi ambazo ziliingiliwa na uikhwan na fikra za Said Qutb zikapenya ni al-Yaman kupitia Hizb al-Islah na vyama vingine. Kuna mtu akiitwa Abdul Majid Zindani akiongoza harakati zile na maandamano mpaka akapinduliwa nani? Akapinduliwa Ali Abdullah Saleh al-Ahmari. Akapinduliwa, ilikuwa kheri. Matokeo yake nchi ikachukuliwa na Mashia Mahuthi. Matokeo yake Yemen ikawa na marais 8 na wote hawako nchini. 8 Sheikh, na mpaka leo haijatulia nchi ile. Lakini fitna zilizoanzishwa na nani? Na al-Ikhwan al-Muslimin, na maandamano. Yale maandamano hasa yamepangwa na al-Ikhwan al-Muslimin. Huko Libya hivyo hivyo ilitokea hivyo, wakampindua Muammar al-Gaddafi, lakini wao ndio waliochochea, na huku ushawishi wakiwata kutoka nchi za magharibi. Kweli alikuwa dhalim, alikuwa hivi, alikuwa vile, lakini matokeo ya jambo lile yanda biha aljabin, jambo la kusikitisha sana. Lakini Ikhwan Muslimina wakatumika. Tunisia hivyo hivyo ndio ilipoanzia huko Rabiul Arabi, lakini kabla ya hapo miaka ya 90 94 huko palitokea kundi likiitwa FIS kule Algeria, wakataka kufanya mapinduzi ya kumpindua Abdulaziz Bouteflika. Yule Bouteflika alikuja baada ya kina Bembela. Bembela alikuwa zamani kidogo, wakati ule alikuwa rafiki mkubwa wa Nyerere. Ibn Billah Waswahili ta Bembela, lakini ilikuwa ni wakati wa Bouteflika. Pakatokea mapigano ya ajabu kabisa ndani ya Algeria, lakini kwa fitna za Ikhwan al-Muslimin kwenye kupitia kundi la Said Qutb. Wao wanataka dola mpaka ilipofika mwaka 52 hawajapata dola. Kuna mtu mmoja akaona tushatimiza miaka mingapi, miaka 10 na ngapi ilikuwa kutoka kuasisiwa, miaka mingapi sasa? Mwaka 52 kutoka mwaka 1928 ndio chama kimestawi zaidi. Mwanzo kianza 27 lakini kimestawi 28 48, miaka mingapi? 10 mpaka kufika 50 52 nadhani, kitu kama hivi. Miaka 10 na ngapi ikawa? 20 ngapi? 28 38 48, miaka 24. Mwambie Mtume sallallahu alayhi wasallam amekaa Makka Madina miaka yote, dola alisimamisha. Amekaa miaka 10 na ngapi Makka? Mbona mimi fika Makka miaka 52 bado dola haisimami? Wakajivua. Yule Nabahani akaanzisha chama chake tu Hizb at-Tahrir, lakini toka kwenye Ikhwan al-Muslimin. Kwa maana inaitwa Jamaatul Ummi kwa sababu imezaa vifaranga vya shari. Hawa jamaa baada ya mapinduzi yalikufeli, wengi wao wakakimbia nchi za Kiarabu za Khalij, yani ya Gulf. Wakaingia Saudi, wakaingia Kuwait, wakaingia wapi. Hapa ndio utaona kwamba namna walivyoleta athari sasa katika nchi hizi za Saudi Arabia, sijui Kuwait, wapi waliingia kule. Na wengine wana degree zao. Mtu ana PhD, alikuwa mwalimu Azhar, yule alikuwa mwalimu Suainu Shamsi, alikuwa mwalimu Jamiatul Qahira, alikuwa wapi. Ni watu wana taaluma. Ndio, wana taaluma. Kwa hiyo walipoingia, na ni Waislamu, walipoingia kule kwa basi tuwape kazi. Wakapewa kazi za kuwa waalimu. Kumbe wanapandikiza sumu zao. Kwa hiyo Ikhwani uliingia katika nchi za Saudi Arabia na nchi nyinginezo kupitia hawa watu waliokimbilia katika nchi hii. Waliodhania vizuri, kumbe wao wana dhana mbaya au wana malengo mabaya. Na wao walivyo kama vile anapokwenda Paulo, anawaendea watu kwa vile walivyo. Hawa watu wao ni wapagani. Katika tabia zao wanakunywa pombe, wanacheza mziki, wanakula damu, wanakula nguruwe. Basi yeye anawahalalishia pombe, damu, mziki, nguruwe, lakini mumkubali tu Yesu. Unaona sasa ndivyo walivyoendea wazungu. Wanakwambia Yesu tu basi. Kwa hiyo wanakunywa pombe zao, wanakula nguruwe wao, wanakunywa damu, na sikukuu zao zile za kipagani zikakubaliwa kama hii ya Christmas.
Sasa na wao walipofika kule hawa watu wa sunna wakaingia kwenye vazi la sunna, lakini ule msingi mkuu kabisa ule wakauacha vile vile, zile fikra za kuwatengua watawala na kuwatoa kwenye mamlaka ambao ni kinyume na manhaji ya salaf, wakawa wanaziasisi kidogo kidogo tangu miaka ya 70, 80, 90, ikaja ikadhihiri miaka ya 90 mapandikizi yao. Sasa waliopandikiza hapo mwanzo ndio wakatokea hawa watu kina Salman al-Auda, Safar al-Hawali, sio kina nani, kina Khalid al-Rashidi, hawa kina nani, wote hao wale ni maikhwani wa tariqa ya kikutub. Mashehe wamefungwa ni hao maikhwani hao wanakusudiwa, mnanielewa? Lakini lengo lao ni kufanya mapinduzi kwenye nchi ili walete utawala wa kiikhwani, bali hata kama wao watakosa basi waje wazungu watawale. Si kama hivyo wanapokuja humu wetu kuna maikhwani wa kikafiri, sisi tutaka Umoja wa Mataifa uingilie kati, wao ndio washike nchi, alafu sio fanya hivyo, yani wazungu waje kutawala tena. Umeelewa? Fikra zao zinafanana vile vile, kwa sababu malengo yao wao ni viti. Hawana haja kwamba huku nyinyi mwabudu makaburi, sio wao hawazingatii hilo. Watu katana vipi? Wao hawazingatii, wao takachama kishike hatamu ili wao wanufaike, na hakuna mahali popote pale waliposhika hatamu wakanufaika, umma ukanufaika wa Kiislamu na jambo lao liko zuri, mambo yote yaliharibika. Sasa hizi fitna nyingi unazoziona wanaoitwa wanaharakati wengi humu katika nchi yetu humu, ni watu wamepandikizwa na fikra za kiikhwani al-muslimin. Na maikhwani walikuja hapa Tanzania, chuo kikuu cha Dar es Salaam na sehemu tofauti tofauti, sitaki kuwataja majina yao, baadhi yao itakuja huko mbeleni, lakini wakasomesha fikra za kiikhwani, wakatengeneza vijana wenye fikra za kiikhwani ambazo ni fikra zilizo kinyume na manhaji sahihi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio hizi harakati mnazoona, wana harakati hawa, na harakati na hawa watu wanaojiita kwamba sisi Jamaatu Ansari Sunna, wale wote wameathirika na fikra za kiikhwani. Kuna mahali wanaungana, utawafahamu wao kupitia maneno yao. Wanasemaje kuhusu ulama wa Kiislamu, wanasemaje kuhusu nchi za Kiislamu, wanasemaje kuhusu watawala, misimamo yao ni ipi kuhusu maandamano na vyama vya kisiasa, mirengo yao ikoje. Utawasikia tu, utaona hili wanalikubali, hili wanalikataa, wanakubali, lakini yote hayo ima wanayokubali au kuyakataa utakuta yako kinyume na manhaji ya salaf salih. Sasa Uislamu hauwezi kupata nguvu kwa njia hizo, hauwezi kupata nguvu kupitia vyama hivyo. Uislamu hauwezi kurudi ukasimama kupitia, lazima tuangalie tumejikungwa wapi na sababu ipi, ili tuweze kutafuta tiba sasa ya pale tulipokosea. Hili ndio tatizo, tulitibu tatizo liondoke, lakini tusitaki kufunika. Sasa moja katika njia ya kuleta afya katika umma wa Kiislamu na kurudisha katika umoja wake na nguvu yake, sisi ikae mbele yetu kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idha arada Allah biqaumin su'an fala maradda lahu wama lahum min dunihi min wal. Aya 11 sura Ar-Ra'd. Allah subhanahu wa ta'ala hata yabadilisha mambo yaliyowasibu na kuwapata watu mpaka watu wenyewe wabadilike kwa nafsi zao, ndani ya nafsi zao. Na Allah subhanahu wa ta'ala akiwa amekusudia kuadhibu kaumu yoyote, basi adhabu hiyo hakuna wa kuirudisha. Hakuna anaweza kuzuia kwamba sasa tujenga kinga ya kuzuia adhabu, ikija itapiga hapa itarudi. Hakuna jeshi linaweza kuzuia adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha arada Allah biqaumin su'an, ay su'an bana adhaban, fala maradda lahu wama lahum min dunihi min wali, na hawana wao mtetezi asiyekuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hili jambo lazima tuliweke mbele katika macho yetu, na jambo hili likae katika nyoyo zetu, na ndiyo iwe agenda yetu kuu ya kuleta mabadiliko. Na mabadiliko yenyewe yanaanza kwenye nyoyo.
nyoyo kwanza. Idha salahat salaha aljasad kulluhu wa idha fasadat fasada aljasad kulluhu ala wa hiya alqalb, ala wa hiya alqalb. Lazima tuzitengeneze nyoyo. Nyoyo zitatengenezwa vipi? Kwa kujaza misimamo tu? La, mabadiliko ya kwanza kabisa ni ilmu, tena ilmu sahihi. Sisi tukitaka kuleta mabadiliko na mapinduzi ya kifikra na kimsimamo katika nchi na katika mataifa, kitaifa na kimataifa, ni lazima ilmu sahihi ya dini itawale katika nyumba zetu, katika miji yetu, katika akili zetu na kila kitu chetu. Ilmu sahihi. Innamal ilmu bitta'allum, na elimu inapatikana kwa kusoma, kwa kujifunza. Kwa hiyo kwa munasaba wa hili, mimi pia nawapongeza sana kuwa nyinyi mmeacha shughuli zenu na mambo yenu. Sijui mnaelewa jambo hili ukubwa wake, au pengine mnaweza wacha nikaangalie kwani kuna nini kule. Lakini jambo mliloliamua ni kubwa mno, sio jambo la kulidharau. Na ndio maana sisi tumesimama kwenye agenda hii, elimu sahihi. Elimu sahihi kwanza. Mtume sallallahu alayhi wasallam pia aliambiwa hivyo, acha hii iqra, soma. Pia aliambiwa fa'lam annahu la ilaha illa Allah, soma, jua kwanza. Kwa ilmu ni kitu cha mwanzo kabisa kinachoweza kuleta mabadiliko ya fikra. Wewe ukitaka kuleta mapinduzi ya kifikra katika sehemu yoyote, cheza na ule mtaala wa kielimu wale watu. Fikra yako itaingia. Walipotaka kuleta siasa za ujamaa, wakaingiza ujamaa kwenye mfumo wa elimu. Nchi zilizotaka kuleta ubepari, waliingiza ubepari katika sera zao na taratibu zao za elimu. Wanataka kuleta demokrasia katika nchi zao, waliingiza somo hilo la siasa na mambo ya demokrasia katika nchi zao. Kwa hiyo ukitaka kuleta mapinduzi kwenye jamii, basi kitu cha kwanza kabisa ni elimu. Elimu ndio ina uwezo wa kubadilisha fikra za watu, mawazo ya watu, maono ya watu. Lakini watu watakuwa na fikra potofu kama ikiwa hawaujui Uislamu sahihi. Sasa ni lazima ilmu sahihi kwanza. Wewe wadhani kwa nini Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab dawa aliyosimamia imeenea dunia nzima? Wajua kwa sababu gani? Na vitabu vyake vidogo vidogo tu hivi, lakini alisimama na agenda ya elimu. Leo nenda China, nenda Taiwan, nenda kusini mwa Afrika, nenda huko Latin America, nenda Amerika kaskazini, nenda Europe, utamsikia kuna mtu aitwa Muhammad bin Abdul Wahhab anatajwa. Utasema aliishi zama za maswahaba, au utasema bado yuko hai. Lakini mtu ameshaondoka siku nyingi duniani, lakini alisimama na agenda ya elimu, kuhakikisha kwanza elimu sahihi inafika kwa watu. Na hili amelisema kwenye kitabu chake Al-Usul Thalatha. Lakini jambo la pili la msingi kabisa ni kuyatekeleza tunayojifunza kwa vitendo. Sasa ilmu itakufundisha wewe ni nani Mola wako na umwabudu vipi, ni nani mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam na haki zake ni zipi unatakiwa wewe umtekelezee. Elimu itakufundisha dini yako ni ipi, utatekeleza Uislamu wako kwa dalili zipi, kwa hoja zipi, si masala kufuata tu. Kwa jambo la kwanza baada ya elimu, la pili linalofuatia ni amali, kuutabikisha na kuufanyia kazi Uislamu kwa kadiri ya uwezo. Sasa kila Muislamu leo, mathalan watokee Waislamu katika umma wa Kiislamu hapa Tanzania, mathalan nchi yenye karibu watu milioni 60, Waislamu wamevuka zaidi ya nusu ya hao. Wangekuwa Waislamu milioni 10 tu wameuelewa Uislamu na wakawa wanaufanyia kazi, wanautabikisha Uislamu, hali yake ingekuwaje? Lakini watu wako mbali. Tatizo nini? Elimu. Hawajui dini yao.
Sasa ni lazima sisi tuisome ilmu kisha tuifanyie kazi. Nazungumza kwa munasaba wa hayo kwa sababu hapa ndio kwenye mabadiliko. Mabadiliko ya kwanza ni elimu, pili ni sisi wakati tunasoma yale tunayojifunza tuyaingize kwenye matendo. Imani zetu, itikadi zetu, ibada zetu, tabia zetu na mienendo yetu, miamala yetu na watu, lazima. Huwezi kukamilika kwa 100% kama wewe sasa umekuwa ni mtu 100% uko sawa kabisa, perfect kabisa, hauna shida. La. Lakini tunazungumza kwa kiwango cha kujitahidi, vuka uende mbele. Lakini kitu cha tatu cha msingi sana baada ya ilmu kisha amali kisha da'wa. Lazima sisi tuwe ni walinganizi. Wewe unapokaa mahali popote, uko kwenye kazi, wewe ni bosi mahali fulani, wewe ni afisa mahali fulani, wewe ni kiongozi mahali fulani, hebu tumia busara yako na hikima yako kuhakikisha unaupitisha Uislamu wako. Sio kwamba wambagua mtu, msaidie da'wa imfikie kwa muamala mzuri, kwa maneno mazuri, kwa ulinganizi mzuri, mfikishie. Huyo pengine asiweze kuja msikitini kuswali wala asisikilize mawaidha ya shekhe wala fulani wala fulani, lakini wewe rafiki yake aweza kusikiliza, lakini akuone kwamba wewe mwenyewe uko katika hali nzuri, huna stress kama alizonazo yeye, huna tabia mbaya kama yeye, umebadilika, umekuwaje wewe? Nilikwenda semina bwana siku 10 nimejifunza mimi. Tabia zako zimekuwa nzuri, mwenendo wako mzuri, ni mtu mkweli, sio mtapeli, sio mdanganyifu. Dawa ina njia nyingi za kufanya. Leo wakaa na mtu nyumbani kwako au jirani yako, mtu wa kusikiliza na kuheshimu, fundi wako miaka, hata kumwambia bwana hebu silimu basi, Uislamu uko hivi, washindwa. Wewe ona sawa, wewe sawa na yeye sawa. Dhulma hii unaifanya. Lazima uwe mchangamfu katika da'wa. Watu wa shari wanabidii kwenye shari yao. Sisi kwa nini tunakosa ghera na bidii katika jambo letu la dini? Na Uislamu ni dini nzuri, yaelezeka yani. Uislamu ni dini inayoweza kuelezeka mahali popote mtu akakuelewa. Kwa hii nukta ya tatu hii, kila nukta moja niliyoitaja hapa ni muhadhara. Mimi nitaja kwa ujumla tu. Nazungumza hatua za mabadiliko. Lakini yote haya matatu niliyotaja yatabebwa na jambo moja. Nalo ni jambo la 4 ni as-sabr ala al-adha. Wewe unajua katika swala la elimu kunahitaji uvumilivu, kunahitaji subra. Nyinyi mmeona wenyewe hapa. Sasa wewe ukaa siku 10, leo si siku ya 8, tayari ushachoka. Zako kwa miaka 10 wasoma tu. Kwa hivi wasoma na bado wataka kusoma. Wewe Abu Daudi miaka mingapi? Simama. Simama uko. Eleza una miaka, mimi sijui una miaka mingapi. Lakini hapo mwaka wangapi? Miaka mingapi? 11. Alikuja mtoto mdogo amekuja, yuko hapa anasoma, hana mke, yuko hapa ndani. Sasa ana wake 4. Yuko hapa. Unataka ngapi sasa? Kaa bwana. Umeelewa? Watu wanafanya subra katika ilmu. Sio jambo dogo. Sikumpanga. Sio kama nimempanga utakaa pale mbele na umetokea. Ukimsomesha mwingine hivyo hivyo. Jazakallahu khair, kwa sababu yuko hapa na ni mwalimu, ni khatibu, anatoka da'wa, lakini ni mwalimu, yuko hapa na ana muda yuko hapa. Kwa hiyo elimu inataka subra. Hata kuyafanyia kazi tunayosema sio jambo dogo. Hasa ukiwa ushazoea tabia fulani, mwenendo fulani, kugeuka sio jambo dogo, ni jambo kubwa, inataka subra. Tumeelewana? Lakini pia ulinganizi unahitaji subra, kwa sababu unaweza kumlingania mtu akakujibu vibaya. Usilipize kisasi, usiwe ni mtu wa chuki na makasiriko, tulia. Lakini yote haya ni sisi tunataka kuleta mabadiliko katika jamii yetu, lakini tunashindwa sisi kusimamia familia zetu, wake zetu na watoto wetu. Kwa nini tunashindwa? Na ndio mabadiliko yanapoanzia hapo, ndugu jamaa. Alafu unapomlingania baba mama, sio kama unavyomlingania mtu mwingine. Baba na mama ni kitu kingine kabisa.
Kwanza yeye hakuamini wewe kwamba wewe wajua au wajua dini, haamini hivyo, unaona wewe bado mtoto mdogo. Sasa usilazimishe, aweza kaja mtu mwingine pembeni huko mjinga tu akamsikiliza, lakini wewe utaniambia nini? Nimekuzaa juzi tu hapa. Lazima uwe mpole kwake, uwe na subra kwake, uombe dua, umuombe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wazazi lazima wakubwa, lakini nataka ukisema kwamba ili tulete mafanikio katika umma wa Kiislamu, tujenge umma ulio sawa sawa wenye mshikamano, ni lazima hatua za mabadiliko zifuatwe. Tubadilike na tusaidiane katika haya mabadiliko, kwa kunasihiana, kwa kushauriana, kwa kupongezana, kwa kuambiana maneno ya sawa sawa ya upole, ya hikma, ya kurekebishana. Lazima haya mambo yapatikane. Tuthamini mambo yetu ya ilmu, vituo vya ilmu vya kuolewa. Leo tuna vituo kwenye mitaa yetu, kwenye vijiji vyetu, kwenye kata zetu, wala hatujali kabisa kabisa, hatujali wala hatushughuliki navyo. Na sisi tuna taaluma mbalimbali za kuweza kusaidia katika jambo la dini. Lakini leo fikiria kwenye Tanzania hii yenye kata 1400, lau katika kila kata kuna kituo kama hiki cha ilmu, wale Waislamu hawawezi kwa mali walizonazo? Waweza. Kila kata pakawa pana kituo cha ilmu na kuna mwalimu anawasomesha watu dini katika misingi sawa sawa, sio kuwapotezea watoto watu muda, la, wakahifadhi Qur'ani, wakasomeshwa tauhidi, wakasomeshwa sira ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakafundishwa fiqh ya Kiislamu, wakapewa mafunzo ya dini ya sawa sawa ya kujitambua na maadili mema. Wewe wafikiri baada ya miaka 10, 15 Uislamu utakuwa umefika wapi? Mabadiliko yanapatikana kwa njia za elimu. Njia ya elimu hiyo ndio njia ya kwanza. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Na huo ndio ujumbe wa mitume, na wao ndio maana wakawa wanaanza na tauhid, kwa sababu tauhid itambadilisha mtu. Sasa mengi hapo ya kusema, lakini wakati hauturuhusu. Jamaa hao waliofeli kwenye misimamo yao na makundi yao wamefeli kwa sababu wameacha njia ya salafus salih. Wameiacha, wakaanzisha makundi na vikundi na vikundi, wakidhani kwamba itasaidia. Na wengine wakaona kwamba harakati sasa ni kujenga mashule, kujenga mahospitali, kujenga hiki. Sawa, ni huduma za kijamii, wakayapa majina ya Uislamu, lakini ukiangalia kwa asilimia kubwa kabisa ni biashara za watu binafsi, haziko katika kutoa huduma ya Kiislamu. Kwa asilimia kubwa, sisemi zote, kwa asilimia kubwa ni biashara za watu binafsi. Sio kama Muislamu akienda pale atasoma bure, akitoka pale atajua Qur'ani sawa sawa, atakuwa shekhi. Uongo hapo, ni kudanganyana tu. Simenielewa? Watu wanatafuta ni ufaulu wa skuli, amefaulu kiasi gani na nini, ili shule itangae zaidi, mapato yaje zaidi. Hayo ndio mambo yaliyopo. Sasa hatuwezi kula dunia kwa jina la Uislamu kwa kiasi hicho tukakaa kimya. Haiwezekani. Waltumisati dunya bi'amali al-akhirah au watufuqiha li ghairi din. Katika mambo mabaya kabisa itakapofikia watu wajifunza dini si kwa ajili ya dini, au ikatafutwa dunia kwa jina la akhirah. Hiyo ni hali mbaya sana, na hiyo takiwa tuiondoe sisi, turudi katika mstari wa sawa sawa. Mabadiliko ni kitu muhimu, lazima tubadilike, tujitambue katika Uislamu wetu, tusome Uislamu wetu vizuri, tuache na mambo haya yasiyomridhisha Allah, ashirki, mambo ya shirkiyat, mambo ya bid'a, mambo ya fiski na fujuri na mingineyo, turudi katika njia sawa sawa. Nadhani tukienda katika utaratibu huu, bila shaka nusra Allah subhanahu wa ta'ala itakuja. Wala yansuranna Allahu man yansuru, wala yansuranna Allahu man yansuru. Vizuri nikiishia hapa. Kama kuna maswali machache labda, maana nimejaribu kuvutavuta maswali mengi kisema nitajibu baadaye. Sasa pengine labda mengine yamejibika. Nasallallahu lana wa lakum at-tawfiq was-sadad. Nasema kwa ulivyoeleza ikhwan Tanzania ndio kama kina Sheikh Ilunga. Naam, Allah amrehemu, lakini wao ni katika hao, na katika kwa kuwa pia maikhwani wao elimu sio katika agenda zao, elimu ya dini. Mtu yoyote anayeweza kusimama akasema
basi atapewa kipaumbele, kwa sababu kasoma skuli, anaweza kuzungumza Kiingereza kidogo, maneno akazungumza katika Kiingereza, basi akishasema kwa jina la Uislamu kashakuwa shekhi. Yani aziheshimiwe zile nafasi kabisa. Mtu anaweza kusimama asihitaji aya hata moja au hajui kusoma Qur'an, shekhi kapita. Kwa nini? Kwa sababu azungumza kuwatetea Waislamu. Uislamu uende namna hiyo. Uislamu utaka ilmu. Sasa ikhwanu muslimin si katika sera zao hizo. Wako wengi, sio yeye, lakini yeye ni katika hao. Ndio maana mara nyingi washambulia pia ahli sunna na masalafi na vitu kama hivi, na kutaja habari nyingi ambazo zilikuwa sio za sawa. Allah msamehe makosa yake. Nasema, je, inajuzu kwenda kwa kuhani mshirikina kuchukua dawa au kupata tiba japo kwa dharura? Najibu kwa maneno ya Mtume صلى الله عليه وسلم aliposema, man ata arrafan au kahina fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yoyote atakayemuendea kuhani, mpiga ramli au kuhani, akamsadikisha anayosema, basi huyo amekufuru yale yaliyoteremshwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana haifai kumuendea kuhani, haifai kumuendea mpiga ramli, haifai. Sawa. Wa an tastaqsimu bil azlam, mikatazo kwenye Qur'an. Katika vitu vilivyoharamishwa kwenye aya 3 ya sura al-Maida, hurrimat alaykum al-maytatu wad-damu wa lahmul khinziri wama uhilla bihi lighayri Allahi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wama akala as-sab'u illa ma dhakkaytum wama dhubiha 'ala an-nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dhalikum fisqun اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم. Imesomwa leo aya hii katika mimbari hapa. Kwa moja katika mambo yaliyoharamishwa ni al-istiqsam bil azlam, kupiga ramli. Kupiga ramli haifai, na ni katika mambo yenye kuulemaza umma na kuhudumaza umma wa Kiislamu. Watu kufanya mambo ya kishirikina, mambo ya kichawi na ya kiganga haifai. Tiba, mbona tupewa aspirini zile nini? Haifai kwenda. Mtume ashasema hii haifai, ni haramu. Qur'ani inasema haifai, haifai kuendea kumpiga ramli. Huyo anauliza kwa nini katika miji yetu wanaoitwa mahizbi ni Ansari Sunna na sio masufi na mapote mengine? Nimeeleza hapa. Usufi, wajua, katika jarhi wa taadil mtu anaweza akawa ana sifa 2 au 3. Moja sifa nyepesi, nyingine ya kati na kati, nyingine nzito. Watu wa jarhi wanampa ile nzito ile. Sawa, pengine huyu ni mudallis lakini pia anasahau sana, lakini ni kadhab. Sisi tunasema ni kadhab. Hiyo itamtosha, itamweka kwenye daraja ile inayostahili zaidi. Mmenielewa? Sasa nikasema huyu mathalan ni hizbi kwa kuwa ni mtu wa vyama, lakini kafir. Tutatosheka kwa hizbi kafir kwa kuwa ni Mkristo au mdani, kafir, mpagani. Haina haja kusema hizbi, sema tu kafir. Mtu mubtadi, sufi, kuburi, mpe wasifu wake wa sufi baada ya kusema hizbi. Sawa? Kwa ndio maana mara nyingi majamaa wa jamaa wa Ansari Sunna na wengineo tuwapa jina la uhizbi kwa wale wanaostahili kwenye uhizbia wao, ambao kuna mambo mengi yanatofautiana, na kubwa zaidi ni mahali pa kurudi kwa wanawazuoni, msimamo wao dhidi ya wanawazuoni waliosimama katika haki na msimamo wao dhidi ya wanawazuoni wa batil. Hii ni moja katika sababu za msingi, au sababu 2 za msingi. Utaona wao dhidi ya wanawazuoni waliosimama katika haki ni maadui, na wanawatetea wanawazuoni wa batil. Wachilia mbali mambo ya wala dhaiq, yani mambo ya kupendana kwa sababu ya jumuiya na taasisi na kuchukiana kwa sababu hizo, uadui na nini. Haya mambo tumeishi nayo sisi, sio kwamba tuliambiwa. Ni mambo yalikuwepo na tulikuwa tuishi nayo, na sijui kama wameyaacha mpaka sasa. Vita kwa sababu ya taasisi na taasisi, hakuna kitu kingine. Hao wasema watetea sunna na watetea sunna, lakini vita baina yao kwa sababu ya taasisi zao ni mambo tuliishi nao tukayaona na kuyashuhudia, na mingine watu wakaingilia kuyasuluhisha, sababu ni taasisi zao. Ndio hizbi yenyewe.
Huo ndio uhizbi wenyewe, hakuna kitu kingine. Kwa watu walioishi Arusha, Kilimanjaro, baina wale jamaa wa Ansar Sunna wa Majengo na wale Kandahari, wanayajua haya, wanayajua. Mfano tu kama huo, kama hawa watu wa Kandahari, hawa wale Kilombero, hawa watu wa Majengo, ule mgawanyiko wao, sababu ni nini? Hakuna sababu hiyo, ni zile taasisi zao. Ndio ule uhizbia tunaozungumza pale. Sasa tukisema basi tuwe tuungane, lakini nyoyo zao zinatokota kwamba hawako pamoja. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta, dhalika biannahum qaumun la yaqilun. Sawa. Sasa sisi hatuwazulii katika hilo, msimkaona kwamba tuwazulie uongo. Ni mambo yapo tuliishi nayo, ilikwenda namna hiyo, na sisi tuliyakemea, lakini wao hakutaka kuyasikia hivyo. Wakawa wamesimama kiuadui zaidi kuipiga vita da'wa salafia, wakiachilia mbali haya mambo ya kuwatusi wanawazuoni. Nasema nimesikia umesema Said Qutb rahimahullah, sijaelewa. Je, ukimtaja mtu muovu anajinasibisha na Uislamu inafaa ukimtaja kusema rahimahullah? Naam, nafaa kusema rahimahullah, faa, sababu sisi hatumkufurishi kwamba yeye ni kafir au la au kadha, lakini manhaji yake na njia yake ni mbaya, lazima tuhitaji kwa ubaya. Yale masala kusema udhkuru mahasina mautakum wa kufu amma sawihim, tajeni mema ya maiti zenu na jizuieni kutaja maovu yao. Yale mambo yake binafsi aliyofanya baina yake na Mola wake, kateleza yale, usiyataje kwamba alikuwa hivi alikuwa hivi alikuwa hivi. Lakini yale ambayo yana athari katika mujtama, kwa kuwa ameacha katika jamii mambo mabaya, watu wakiachiwa hivi hivi yatawadhuru, mtaje. Na ndio maana hata makundi yote utakuta wanawataja wanawazuoni wasiowakubali. Kinyume cha hivyo, na waache kumtaja Muhammad bin Abdul Wahhab. Makhurafi waache kumtaja Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, kwa sababu si ameshakufa naye, si ndio hiyo? Udhkuru mahasina mauta wa kufu amma sawihi, ndio hivyo. Sasa isielemee upande mmoja. Sisi tuna mizani yetu ni kwamba mtu atakayeacha jambo baya, kamsome Ibn Kathir katika Al-Bidayah wa Nihaya, amewataja baadhi ya watu akasema, huyu sisi tunamtaja kwa sababu ya uovu alioufanya, ili vizazi vije vitambue juu ya uovu wa mtu huyu, wakome kufanya mambo kama haya, kwa sababu na wao watatajwa kama ovu yao. Huo ndio utaratibu wa Kiislamu. Huo ndio utaratibu wa Kiislamu. Mtu anapofanya jambo ovu, sharia yake ikaenea katika jamii, fikra yake mbaya ikaenea katika jamii, atakiwa atajwe, abainishwe. Lakini kama ni makosa baina yake yeye na Mola wake, ameteleza, huyo mstiri, usimtaje. Hilo ni dhambi yake, hiyo istiri. Hata wewe mwenyewe pia jistiri, usije ukasema mbele za watu, mimi bwana nimefanya hivi na hivi na vile. Usifanye hivyo, utakuwa umekwenda kinyume, umeivunja sitra aliyoweka Allah subhanahu wa ta'ala kwako. Maiz bin Malik akuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anambia Rasulullah, mimi nimezini, nitaharishe. Anambia isitiri, ashakustiri Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ashakustiri, ya nini kusema maneno haya? Mtume sallallahu alaihi wasallam anakataa, na ndio anaweka msingi huo. Haya ni mambo yako binafsi baina yako wewe na Mola wako. Sahaba Maiz ibn Malik alipokariri hili mpaka ushahidi ulipotimia, aliamrisha apigwe mawe mpaka afi, akapigwa mawe mpaka akafa, lakini aliamrishwa ajistiri. Kwa hiyo usitangaze maovu yako wala maovu ya watu, maovu yako uliyofanya wala ya watu, usifanye namna hiyo, ila lile ambalo lina madhara katika umma wa Kiislamu, kwa kuwa ni fikra chafu, kwa kuwa ni jambo la upotofu, libainishwe na abainishwe msemaji wake. Na kama ikiwa ndio msimamo wake na ndio misingi yake, sasa amelivaa jambo hili, mtaje, na mtaje kwa ubaya. Hiyo itakuwa ni thawabu, hizo utapata. Na nimesema maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ile jambo la kwenda kwa kuhani. Na baadhi ya ikhwa wameleta kwamba kuna shekhi walimsikia akisema kwenda kwa kuhani kwa ajili ya kuchukua dawa kama dawa, yani si malengo ya
ya kupiga ramli au la. Naam, msikia shehe nani hawajamtaja, ila wanadai kwamba shekha kama amesimamia hilo kwamba kwenda kwa ajili ya kuchukua dawa kama dawa la basa. Ndio nikawashauri waandike swali hili. Lakini hadithi nyingine imekuja, man ata arrafan au kahina fasalahu an shay'in, akamuuliza kitu chochote, haifai maadamu ni kuhani au arraf, ni kulitangaza jambo lake, kwa sababu akamuuliza kitu chochote. Ukimuuliza kitu chochote, swala yako hitakubaliwa siku 40, lam tuqbal lahu salatuhu 40 laila, swala ikubaliwe. Lakini ukimsadikisha umeyakufuru ile teremsho kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu aalam, pengine elimu ni pana, tuambiwa sasa nimekwenda kuchukua dawa, sikumuuliza, nilifika pale nikachukua nikaondoka. Lakini kwa kutangaza kazi yake basi yatosha. Subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.